Okay, sawa. Hapa tunakutana na Mr. Bernard bwana. Huyu Mr. Bernard ni mwalimu wa shule bwana. Hapa amekaa zake ofisini, ametulia, anafanya shughuli zake. Alikuwa ameshaagiza mwanafunzi fulani aitwe. Mwanafunzi amekuja hapa, anamwambia mwalimu, nimefika hapa, nimesikia unaniita. Mwalimu akamwambia, ya, nilikuwa nakuita na jambo ambalo nimekuitia ni moja tu. Leo nilikuwa na jambo muhimu sana nataka niongee na wewe. Mwanafunzi akamwambia, ndio mwalimu, mimi nakusikiliza. Akamwambia, sawa. Mimi leo nilikuwa nataka mimi na wewe tufanye mapenzi. Mtoto akashangaa. Akamwambia, mwalimu, wewe si sana na mzazi wangu? Akamwambia, ndio. Mimi ni sana mzazi wako, lakini mimi ndo kama hicho nilichokuambia. Kwa hiyo toka hapa nenda kafunge mlango. Mwanafunzi akamwambia, bwana, mimi siwezi kufanya hicho kitu na wewe. Mimi nakuchukulia kama mzazi wangu, alafu unaniambia maneno kama hayo. Mwalimu akamwambia, okay, sawa. Mimi sikatai kama hutafanya hicho kitu na mimi. Ila nikwambie tu, si unajua kwamba mimi ndo nakulipia ada. Mwanafunzi akamwambia, ndio, wewe ndo unalipia ada na nashukuru kwa kila kitu ambacho unakifanya kwa ajili yangu. Akamwambia, okay, sawa. Sasa leo mimi nitaka ulipe. Yaani ile deni ulilipe wewe sasa. Kwa sababu mimi nakulipia hadi inabidi ulipie. Yeye akamwambia, ndio mwalimu, lakini sio kwa mwili wangu. Siwezi kulipia mimi kwa mwili wangu. Akamwambia, hapana. Mimi ndo nataka iwe hivyo. Vinginevyo kama hutaki mimi sitakulipia tena ada. Wanafunzi akamwambia, ndio, hata kama unalipia ada. Ndio nyanyasa kitu kwa staili hii mwalimu. Unajua kwamba mimi ni sana binti yako. Okay, sawa. Boyfriend wake bwana akapata taarifa kutoka kwa mshikaji wake bwana. Mshikaji wake kampenyezea taarifa, anambia, bwana, sikia, shemeji bwana yuko kule kwa mwalimu bwana, yuko ofisini kwa mwalimu na wako wawili tu kule bwana. Sijui nini kinaendelea, maana ukimya umetawala kule. Mshikaji akaona isiwe shida, mimi naibuka huko. Mshikaji akamwambia, usiende. Jamaa akamwambia, hapana, twende wote kule tukasikilizie kwamba kuna nini kinaendelea mwanangu. Mshikaji akalichukua mpaka pale mlangoni bwana, kwa yule mwalimu. Amefika pale wanasikilizia mlangoni pale mwana. Okay, sawa. Baada binti bwana kukumbuka maisha yake jinsi alivyokuwa magumu, maana binti anaishi na bibi yake tu kule nyumbani, na bibi yake hana shughuli yote ambayo inategemea kuingizia kipato na kusomesha mtoto wa kike. Wakafikiria yeye, akaona ukisiwe shida, akaenda kufunga mlango, akamtunuku mwalimu kile alichokitaka. Basi baada Mr. Bernard alikuwa shamaliza kufanya ushenzi wake bwana, kamruhusu mtoto wa kike, akamwambia, bwana, nashukuru sana, sasa unaweza kuondoka, nifungulie tu mlango, unaweza kuondoka zako. Mtoto wa kike mwanangu, basi akawa anafunga sketi yake pale, mzee akaenda pale akafunga. Ile anafungua mlango, kumbe boyfriend wake alikuwa anamsikilizia pale mlangoni bwana. Anafungua mlango, anakutana na boyfriend wake. Mwamba mzee akaingia kwa vurugu pale, mzee akaanzisha parangati kwa mwalimu wake mwanangu. Sasa mwalimu wake naye akamjia juu, akajua kwamba shakwa mengi, akamjia juu, akamwambia, wewe vipi, mimi naletea unakuja kuletea ugomvi ofisini kwangu? Unajua mimi ni mwalimu wako wewe? Akamwambia, ndio mwalimu wangu, lakini mambo unayofanya sio ya kiwalimu kabisa. Kwa hiyo unamlagai mtoto wa watu na alafu unafanyia mambo ambayo eleweki. Akamwambia, sikiliza, wewe unajua mimi mwalimu wako. Okay, sawa. Jamaa mwanangu akaanza kuleta parangati pale mwanangu. Jamaa mwalimu akamuuliza, unajua kwamba hapo umekuja kufuata nini? Hapo umekuja kufuata wanawake au umekuja kufuata certificate hapa? Akamwambia, bwana, mimi siwezi kuelewa hicho unachokifanya bwana. Mimi nenda kufikisha sehemu nyingine tofauti. Kama mwalimu akamwambia, sikiliza, piga magoti pale. Piga magoti pale. Mzee jamaa akapiga magoti pale, rafiki yake akanamzuia asialishe vurugu, lakini jamaa haelewi. Unajua tena wivu wa mapenzi. Jamaa hapa sasa kashinja kwenye vita na mwalimu wake bwana. Mwalimu anataka mzigo, kashapiga mzigo, mshikaji naye sasa yani yeye inamuuma na cha kufanya. Basi bwana, rafiki yake akanamlaumu mshikaji wake, anamwambia, bwana, sikia, mimi nilikwambia usilete vurugu bwana, mimi nimekuonesha tu vizuri, lakini unaanza kuleta vurugu. Sasa vurugu za nini? Unakata unajua ni mwalimu wetu na hapa ni shuleni kwetu, hatuwezi kufanya chochote. Jamaa akamwambia, wewe niache, huwezi kuniambia chochote kwenye penzi langu bwana, wewe niache, sepa, ondoka zako hapa, kama unaletea uoga wako ambao eleweki. Mimi siwezi kuona mtu ananyanyaswa afu nikaangalia tu bwana, mimi siwezi bwana, ondoka zako bwana, wewe niache, mimi nitumikie adhabu. Basi bwana, hapa tunaoneshwa bibi yake na yule mwanafunzi bwana, ameamka leo hana chochote kile, hana kipato chochote cha kufanya leo, siku iende mwanangu. Hapa nawaza mjukuu wangu akirudi shule atakula nini? Yani bibi maisha magumu haelewi yani. Hapa kakaa nawaza na kuna kichwa mzee haelewi yani nini kinaendelea leo. Katoka zake ndani, katoka na kitenge chake mzee, akaamua aende zake kwenye duka la kuuza vitu vyakula, aende kuongea na muuza duka ili afanye exchange, yani ampatie kitenge alafu na yule muuzaji ampatie mahitaji ambayo anahitaji. Lakini sasa muuzaji akawa anamwambia kwamba mimi nishakwambia kwamba mimi biashara ya barter trade mimi sitaki, yani ile exchange to goods hataki, ile biashara ya kubadilishana vitu kwa vitu, yani mtu unampa kitu alafu anakupa mahitaji, yeye hataki, anataka pesa. Lakini akamwambia, naomba nisaidie tu kwa sababu hali yangu ni mbaya sana, na hivi ninavyokuambia sielewi kama mjukuu wangu leo akirudi hapa atakula nini. Kwa hiyo nisaidie kwa mara ya mwisho, lakini next time nikija nitakuja na pesa, sitakuja tena na vitu kama hivi. Nisamehe sana, naomba nisaidie sana, niokoe kwa leo. Basi bibi pale akawa anatia huruma sana pale dukani nini. Yule mama akamwelewa, akampa vitu na akamwambia, leo ndio siku yako ya mwisho, usirudie tena hii swala ambalo unalifanya kuletea vitu vyako. Basi bwana, leo mwanafunzi anarudi zake shule mwanangu, kurudi nyumbani anakutana pale na mtu ambaye anamdai bibi yake bwana. Kaja pale anapiga anaita faragati bwana, anamkuta dogo, anamuuliza, bwana, vipi bibi yako iko wapi? Dogo akamwambia, hapana, mimi ndo nimerudi kutoka shule sasa hivi, kwa mimi sijamkuta bibi hapa. Hujamkuta? Sasa naona namsubiri hapa mpaka aje anipe pesa yangu. Ghafla bibi yake anarudi. Vipi rafiki yangu? Anambia, rafiki yako nani? Mimi nipe pesa yangu, nataka pesa yangu. Umekaa na pesa yangu muda mrefu alafu ufanye chochote, umekaa tu kimya. Leo unafikiri mimi nimeokota? Nataka unipe pesa yangu. Bibi akamwambia, sikiliza bwana, mimi mambo yangu hayajakaa sawa, lakini mambo yatakapokaa sawa mimi nitakurejeshia pesa yako. Kwa sasa hivi siko vizuri. Akamwambia, hakuna, mimi sijui maswala kuomba, siko vizuri. Mimi nataka pesa yangu, nipe pesa yangu. La sivyo naingia ndani mimi nakomba vitu vyote ambavyo vipo ndani nachukua naondoka navyo. Ile dada kweli kaingia ndani, mzee kachukua nguo nini katoka nazo. Akamwambia, sasa sikia, hizi nguo mimi nafanya compensation na hela yangu. Kwa hiyo mimi nafidia kwa hela yangu na kudai kwa hapa hatudaiani na nimechukua. Sasa wewe umechukua nguo zote hizo, umechukua nguo zote kwa hela mbona? Ndio akamwambia, mimi sijui, utajua mwenyewe, kama unataka nirudishe hela nguo zako nipe pesa yangu. Basi bwana, bibi akawa mpole pale. Basi bwana, hii familia ikawa imeandamwa na mikosi, imeandamwa na madeni kibao, imeandamwa na shida. Basi ndio maana na mtoto naye shule akifika kule kunyanyasa sana na ada na nini, mpaka inampelekea Mr. Bernard iwe rahisi kwake kukamilisha jambo ambalo anamfanyia mtoto, ni kumnyanyasa kingono.
Okay, sawa bwana. Bibi anatoka nje bwana, anakutana anamuona mjukuu wake bwana amekasirika pembeni amesimama na mawazo. Akamuuliza, kwani vipi? Mbona uko hivyo? Unajisikia vipi mjukuu wangu? Mbona unakuwa kama una mawazo? Akamwambia, bwana bibi, mimi nawaza kwa sababu naona unagombana na watu kwa ajili ya kunilisha mimi, unagombana na watu kwa ajili ya mimi niende shule. Sasa mimi nawaza hii hali itakuwa hivi mpaka bibi yake. Akamwambia, sikiliza, usikasirike wala usisikie vibaya kwa sababu wewe mimi ni jukumu langu. Kwa hiyo lazima nifanye hivi ili maisha yako yaende. Mimi hapa ndo wewe, ni wajibu wangu mimi kufanya hivyo. Kwa hiyo wala usiwe na wasiwasi. Akamwambia, sawa, na mimi sielewi. Hasa bibi yake akamwambia, sikia, wewe unatakiwa ufanye jitihada shuleni ili uniokoe mimi katika hii hali ambayo tunapitia. Dada akamwambia, sikiliza bibi, mimi sasa hivi hapa ninavyokuambia hata shule sidhani kama nitaendelea tena. Kwa sababu last term alilipa Mr. Bernard, lakini term hii akasema hata endelea kulipa tena Mr. Bernard. Kwa hiyo ina maana mimi shule tena basi. Bibi akamwambia, hapana, mimi nitakuja kuongea na Mr. Bernard. Akamwambia, haina haja wewe kufanya hivyo. Mimi nitaenda kumuomba, nitaongea naye bibi. Wala wewe usije shuleni. Kwa sababu mtoto alikuwa anajua kabisa kwamba nini kitaenda kutokea. Kwa kaona hapa bora aende tena kuongea na Mr. Bernard ili aendelee kulipia tena. Okay, sawa. Leo yule mshikaji bwana, yule mwanafunzi kama kumbananisha girlfriend wake, anamuuliza, wewe vipi? Mbona kule ofisini kwa mwalimu Banduki kuna nini sana kinaendelea? Anakulazimisha au ni ridhaa yako? Mwanamke akamwambia, sikia bwana, wewe niache tu kwa sababu hata nikikuelezea huwezi kuelewa. Siwezi kuelewa kitu gani? Ina maana wewe unakulazimisha au mwenyewe umependa? Hiki unachokinifanyia mimi ni sawa kweli? Hivi ningekuwa ongeza kuvumilia hii hali? Kabla sikiliza, wewe huwezi kunielewa. Mimi niko shuleni hapo kwa ajili ya Mr. Bernard. Mr. Bernard mimi ndo analipia ada. Anakulipia ada. Kwa sasa anatumia, anachukua kama advantage ya kutumia wewe. Anakutumia wewe kwa sababu ya hiyo ada yake anayokulipia. Hii ni sawa? Wewe utalizika hivi kuendelea kuvumilia kwa hiki kinachoendelea? Labda sikiliza, wewe niache tu, wewe niache. Kwa sababu huwezi kuelewa. Mimi hali yangu nyumbani ni mbaya sana kiasi ambacho bibi yangu hawezi kunisomesha. Kwa sasa nitafanyaje ulifikiri? Wewe niache tu, niache. Yaani huwezi kuelewa hii situation. Niachana na iache kabisa hii hali. Okay, sawa. Mtoto akike bwana katoka pale moja kwa moja kaenda mpaka ofisini kwa mwalimu bwana. Alipofika akamwambia mwalimu, bwana mimi nimekuja hapa kuongea naye kuhusiana na swala la kulipia tena nyingine hii. Na ada yangu imeshaisha tayari na nipo kwenye listi ya wanafunzi ambao wanatakiwa wasije shule kesho au kesho kutwa, kuanzia kesho mpaka siku zinazofuata kwa sababu ya kukosa ada nyingine. Mwalimu akamwambia, sikiliza, mimi nilishakwambia tayari kwamba ukiwa na mimi nitakufanyia kila kitu. Lakini nimelipa ada kipindi chote hicho, lakini mimi bado hunielewi, yani hueleweki. Kwamba mimi nishakwambia kuwa na mimi na kila kitu kitakaa sawa kwenye maisha yako. Kuanzia maisha yako nyumbani, maisha yako hapa shule, kila kitu. Na mimi nitakusomesha mpaka tufike university. Ila kubali tu kuwa na mimi na kuolewa na mimi hapo baada ya kushamaliza masomo yako. Mwanafunzi akamwambia, hapana mwalimu. Mimi nilikuwa sina ndoto hiyo mwalimu. Ndoto ya kuolewa na wewe ilikuwa hapana, kwa sababu wewe ni kama mzazi wangu. Wewe bado ni mkubwa sana kiumri kwangu. Akamwambia, ndio, mimi ni mkubwa kiumri, lakini bado unakuja kuniomba mimi nikulipie ada. Mimi ndani wako mpaka nikulipie ada tu. Nikulipie ada bure tu. Sasa sikiliza. Ukikataa hii ofa ambayo nimekupa kwa sasa, unajua kwamba mimi nitastopisha kila kitu. Kulipia ada kila, nitastopisha kila kitu kwako. Alafu nikuonye tu. Huyu jamaa yako ambaye anakusumbua unayemweka katika akili yako, anakudanganya tu. Hana cha kufanya chochote na wewe kwa sababu atakuharibu tu. Mimi nakwambia, acha kuwa kipofu. Acha kuwa kipofu. Angalia nani anakupenda na nani anakuwa responsible kwako. Achana na hao watoto wadogo ambao watakusumbua tu akili yako na hawana chochote cha kukupa. Umenielewa? Fikiria hilo alafu utanipa jibu. Sawa? Kama umekubaliana na mimi, fikiria alafu utanipa jibu. Basi bwana, mtoto akike akatoka pale. Mtoto akike anatoka mwanangu pale nje, anakutana na mshikaji wake kakaa, anatega anamuona demu wake namna alipotoka kwa mwalimu kule. Akasema ni girlfriend wangu ananifanyia haya. Basi jamaa akawa anaumia tu na cha kufanya hana. Kwa sababu yule jamaa ni mwalimu wake na hana cha kumfanya chochote. Kwa hiyo mtoto akike anaonekana kama kashaanza kuelewa ile jambo ambalo linaendelea kwa sababu ya hali ya ngumu ya kimaisha. Na mshikaji naye ni mwanafunzi, hana chochote cha kufanya. Kwa hiyo ilibidi tu awe mpole, amwangalie mtoto akike anafanya. Okay, basi bwana, leo mtoto akike anarudi shule akiwa na furaha sana. Bibi yake akamwambia, vipi, mbona leo una furaha sana mjukuu wangu? Hebu nipe siri ya mafanikio mpaka umekuwa na furaha namna hiyo. Leo natabasamu sana. Akamwambia, bwana bibi, na furaha kwa sababu Mr. Bernard amekubali kunilipia ada tena timu nyingine bwana. Ukasema yeye atatekea kila kitu hapo. Yaani hamna shida yoyote, kaniahidi hivyo. Akamwambia, kweli Mr. Bernard? Jamani, Mr. Bernard ni mtu mwenye roho nzuri sana jamani. Huyu mtu ni mtu mzuri sana kumbe. Bwana anatusaidia sana. Akamwambia, ndio hivyo bibi bwana. Akasema yani atalipia ada na mambo mengine madogo madogo ambayo nitakuwa na shida, mimi nitaongea naye tu, ataniambia atanisaidia. Akasema okay, basi bwana. Bibi anafurahia tu msaada anaopewa mjukuu wake na yule Mr. Bernard, lakini hajui siri iliyoko nyuma ya Mr. Bernard anachofanya kwa mjukuu wake. Kumbe bwana anamtumikisha kingono mjukuu wake. Huyu bibi hajui chochote maskini. Yeye anafurahia tu. Kumbe mjukuu wake anateseka sana kingono kwa shuleni na huyu mwalimu. Okay, sawa bwana. Hapa tunaona washikaji wawili hapa, wanafunzi ambao wako shule moja kule, wanapiga story. Mmoja anamuuliza mwenzake, bwana vipi bwana, mimi nimeona juzi majina nimetajwa watoto ambao hawajalipa nani ada pale, nikaona na jina lako lipo limeapia bwana. Vipi mzee, anasemaje kuhusiana na ada yako? Akasema bwana, mimi mzee wangu kaniambia bwana ya kulipa sasa hivi hana, kwa hiyo nikae kwanza nyumbani. Sasa akamwambia sasa hivi lakini mtihani inakaribia. Akamwambia ndio mtihani inakaribia, lakini nitafanyaje? Mzee akasema hana hela, itabidi sasa nivumilie labda mpaka next time nione kwa itakuwaje. Akamwambia sawa basi, lakini yani ni issue sana, inabidi muambie mzee wako bwana apambane ili twende tukafanye mtihani, maana mtihani inakuja next week. Akamwambia sawa, haina shida, nitapambana, nitamwambia mzee bwana atafanya hivyo. Basi bwana wakaachana kila mtu. Okay, sawa bwana. Mr. Bernard leo amefunga safari, anaenda kumtembelea bibi yake na yule mwanafunzi bwana, kanunua zawadi mitatu nini, kazibeba naenda zake bwana. Anafika pale anashangaa bibi yake anatoka. Ile bibi anatoka sababu amjui mzee, akasema huyu nani tena? Ghafla mjukuu wake anatoka, anambia bwana huyu Mr. Bernard bwana, yule kila siku ambaye nakwambia kwamba ananisaidia kunilipia ada. Bibi akafurahi sana. Jamani, kumbe ni wewe. Karibu sana bwana, karibu sana. Aisee, nimefurahi sana kukuona leo bwana. Karibu sana nyumbani bwana, unatusaidia sana bwana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mzee akamwambia hamna shida, usijali. Akamwambia sikiliza binti yangu, sikiliza mjukuu wangu, nikwambie, fanya chochote kile unachoambiwa fanya na huyu Mr. Bernard kwa sababu anakusaidia sana. Chochote anachokuambia wewe fanya.
chochote anachokuambia yani wewe fanya tu, wala hamna shida. Mr. Bernard akakoleza wino hapa, akamwambia umesikia bibi yako anachokuambia, nitakachokuambia chochote kile ufanye. Unaona bwana, bibi bila kujua kumbe anamkabidhi fisi bucha bwana, bila kujua kwamba kitu ambacho anachofanywa mjukuu wake ni kitu kibaya sana na kinaweza kukatisha hata masomo yake hivyo kwa jinsi ilivyokuwa hatari, kwa sababu mtoto ananyanyasa kingono, ila bibi yeye hajui, anaona kawaida tu bwana, yeye kwa sababu ya msaada huu hajafikiria mbali kwamba labda kuna kitu kinaendelea, wala hajataka kurudi chochote kwa mjukuu wake, lakini kumbe nyuma pazia mshikaji anamnyanyasa sana binti kingono kwa sababu tu ya kile kiasi cha ada ambacho anamlipia bwana. Basi bwana, baada ya kumaliza mazungumzo pale, Mr. Bernard akamwomba bibi yake na yule mwanafunzi, bwana mimi naomba niruhusa niondoke. Bibi akamwambia basi ina shida, akamwambia bibi basi msindikize mwalimu bwana, msindikize mwalimu. Basi binti akatoka pale akaenda kumsindikiza Mr. Bernard. Mr. Bernard ndio akamwambia umesikia bibi yako alichokuambia, akakwambia chochote nitakachokuambia mimi ufanye, chochote nitakachokuambia mimi ufanye. Yule akamwambia wewe hujui tu, yaani kama bibi angekuwa anajua hicho unachokifanya yeye sio hicho unachokimaanisha wewe, kama aliaje akijua kwamba unachonifanyia wewe ndio hicho, hata asingeruhusu ufike pale nyumbani kabisa. Yani sema ndio hivyo, bibi yangu hajui, tuna hii siri nimeiweka, ila kama ningesema unachokifanya wala tusingefika huko kabisa. Sasa wewe usiseme hivyo kwa sababu kwani mimi nafanya kibaya kipi? Mimi nafanya hivyo kusogeza kimaisha. Kimaisha unanifanyia hivyo, na maana unanifanyia hivyo mimi kusogeza kimaisha hata unanyanyasa kingono. Kwani mimi ni ridhaa yangu? Kwa sababu mimi najua kabisa kwamba bibi akijua itakuwa ni hatari sana, alafu nitakuwa nimemvunja moyo sana. Sasa ndio akamwambia hapana, haitafika huko, wala bibi yako hatajua, kwa sababu ni siri mimi na wewe, na akija kujua itakuwa too late, kwa sababu tutakuwa tayari tushafishana mikono, tunataka kuoana, wala hamna shida. Uhusiano wetu utafika sehemu fulani. Unaona bwana, sasa sikiliza, kesho ukija shuleni njoo ofisini moja kwa moja tuzungumze kidogo. Nikamwambia sasa tunazungumza nini tena ofisini mwalimu? Akamwambia sikiliza, usijifanye hujui kinachoendelea bwana, kisha tutakuja ofisini, lakini tutapangilia namna nzuri ili wewe unakuja nyumbani kwangu. Sasa hivi nasitaki mambo ya romance yafanye pale ofisini kwangu. Akamwambia nyumbani kwako? Tunakwambia ndio. Sasa mimi nitakuja nyumbani? Akamwambia wewe njoo nyumbani, utakuja nyumbani, tutapangilia vizuri, kesho kuja ofisini tutaongea. Akamwambia okay sawa, nina favor, naomba favor moja. Favor gani unataka? Mimi nataka pesa kidogo, na pesa anahitaji bibi, kuna kiasi cha pesa kingi sana ambacho anadaiwa na watu, anakuja kusumbua sana hapa nyumbani, yani halali kwa ajili ya watu ambao wanamdai. Kwa hiyo naomba nisaidie kiasi fulani cha pesa. Shilingi ngapi? Leo 3000. Kwani sio nyingi sana? Unataka za nini zote? Akamwambia bibi na watu wengi sana wanamdai hela hapa nyumbani, kwa hiyo naomba nisaidie hicho kiasi. Akamwambia okay, haina shida, mimi nimekuambia olewa na mimi, achana na yule kijana, olewa na mimi nina pesa na kila milioni hizi utaziona za kawaida kwako zinapita mikononi mwako, wala usiwe na wasiwasi, sawa? Kuwa na amani, yani olewa na mimi, kila shida zote zitaisha kwako, sawa? Akamwambia sawa, haina shida, nimekuelewa, sawa. Basi bwana, leo mshikaji anakutana na girlfriend wake mtaani bwana. Girlfriend wake anamuuliza bwana, vipi kuhusu masuala ya ada shuleni inakuaje? Mshikaji akamwambia bwana, mimi sina tumaini lolote kwa sababu mzee wangu ameniambia hana hela yoyote kwa sasa, na kwanza shule sio muhimu sana. Hiyo ndio kauli aliyomwambia bwana. Dada akamwambia bwana, hamna shida bwana, wewe mimi nakuhakikishia shule utaenda. Akamwambia sasa mtendaji, na kati kwa milango gani ambayo itanifanya mimi niende shule bwana? Dada akatoa kitita cha pesa bwana. Akamwambia bwana, pesa hii hapa, hii pesa itakupeleka wewe ukalipe, utapeleka wewe ukalipe ada. Mshikaji akashangaa, wewe hilo yote umeipata wapi? Hii leo umeipata wapi? Akamwambia wewe sio muhimu sana kujua sasa hivi hela nimepata wapi, lakini mimi nimekupa hela ili ukalipe ada, maana mimi nataka twende wote chuo. Sitaki wewe ubaki nyuma, mimi niwe mbele. Nataka wote twende sawa, wenzetu wote chuo bwana. Nataka tumalize wote shule vizuri bwana. Akamwambia basi bwana, mimi nashukuru sana, lakini nashangaa hii hela umeipata. Akamwambia mimi nimefanya kazi kwa bidii mpaka kuipata hii hela kwa ajili yako, na haya ni mapenzi tu kwako, si chochote. Basi bwana, kumbe yule mwanafunzi bwana, pesa aliyomuomba Mr. Bernard ile kaja kumpa mshikaji wake huyu ili aende kulipia ada bwana. Cheki mapenzi yalivyo sasa bwana, yani wewe unatoa pesa anaenda kulipia ada mwanamume mwenzako bwana mwingine. Hapo ndio ujue mapenzi yalivyokuwa hayana akili wala hayana adabu bwana. Basi bwana, mshikaji kachukua hela ile, kamshukuru nani msichana wake yule, kamkumbatia pale. Basi bwana, akamwambia ni pesa peleka, nenda kalipe shule ili tuendelee na masomo kama kawaida. Okay sawa. Leo bwana, mwalimu nani Bernard bwana anaingia zake darasani bwana, anakuta wanafunzi pale wanapiga kelele, wengine wote walimuona mwalimu akakimbia, kila mtu sehemu yake akatulia, lakini mshikaji ambaye anagombea naye mwanamke yule katulia tu, anapiga story na demu wake, ana habari kama hajamuona wala nini, yani watu na story ya mwalimu kaja, lakini mtoto wa kiume mzee kakarusha, yani kama hajamuona vile. Mwalimu akamstua, "Leo vipi? Mimi nafundisha, naingia hapa na nataka niwafundishe, alafu uko busy tu kuongea na huyo msichana hapo. Ina maana wewe umekuja hapa kwa kusoma au umekuja kuongea na wasichana hapa shuleni?" Mshikaji akamwambia, "Mwalimu, mimi sijakuona bwana kama umeingia." Hujaniona kama nimeingia? Njoo hapa mbele. Akamwita mbele, akamchapa bakora, alafu akamwambia, "Sikiliza. Alafu wewe kwanza, kabla siendelea kufundisha, si nimeona list yako ndani, kwenye list ya watu ambao hawajalipa nani ada, wewe si upo kwenye jina lako, nimeliona." Akamwambia, "Nimelipa hii asubuhi mwalimu." "Umelipa hii asubuhi? Nenda kakae kule. Next time nikija hapa ukijifanya unaleta dharau hapa, mimi naona naingia kufundisha afu kubisa na yake, nitakutoa kwenye kipindi changu." Akamwambia, "Sawa mwalimu, nisamehe." "Okay sawa." Akaenda kakae kule, akaenda kukaa jamaa pale. Mwalimu akaendelea kufundisha bwana. Basi bwana, mshikaji akawa anamshauri rafiki yake, akamwambia, "Sikiliza bwana, hii vitu unaendelea nao mwalimu bwana ni mbaya sana, unajua kitaaluma, unajua utapata shida sana kwenye kusoma hapo, unaweza ukashangaa huyu mwalimu atakufundisha na cheti usipate, unajua." Akamwambia, "Bwana sikiliza, hivi unajua mapenzi yanauma kiasi gani?" Akamwambia, "Ndio mapenzi yanauma, lakini hapa shule tumekuja kusoma, hatujaje kwenye hayo mambo kwanza. Hebu kwanza focus na shule kwanza, afu mambo mengine atakuja." Yaani mimi nimwangalie mtu anachukua advantage ya kukosa pesa kwangu mimi, kumnyanyasa kingono msichana wangu, alafu mimi ninyamaze tu, mtulie, mwisho wako utafanya kazi yote kwangu rafiki yangu. Akamwambia, "Hapana, mimi nakushauri kama rafiki yangu, kwamba tu focus kwanza na kusoma, haya mambo mengine yatakuja mbele, tumalize kwanza shule." Akamwambia, "Sikiliza bwana, wewe kwanza unanichanganya tu, hebu ngoja niondoke zake." Akamwambia, "Sikiliza, hivi unajua kwa hizo hela ambazo anakulipia yeye, unajua unazipata wapi? Pengine zimetoka kwa huyu mtu ambaye anamlipia yeye, utajuaje?" Akamwambia, "Hapana, naamini haiwezi kuwa hivyo, haiwezi kuwa hivyo kabisa, mimi naamini hivyo."
Kwa mshikaji akaamua tu aachane naye na akaondoka zake, kwa sababu kaona mshikaji ushauri unaompa ni kama hawaendani nao wala hujamjia katika akili yake. Kwa kamsusa pale kaondoka zake, kama mshikaji akiwa peke yake pale amekaa. Basi bwana mshikaji bwana, vipindi vimeisha pale shule, kwa watu wameruhusiwa kuondoka nyumbani, lakini anashangaa mbona girlfriend wangu ikakaa pale haeleweki kwa anaondoka nyumbani au vipi? Kumbe bwana yule msichana tayari ana appointment na Mr. Bernard, kwamba bwana akitoka pale waende nyumbani kwa Mr. Bernard bwana. Kwa mshikaji akamfuata, akaona mfuate aende kumwambia bwana vipi twenzetu basi, akamwambia mimi tangulia, mimi kuna sehemu nimeagizwa na bibi yangu bwana, kuna sehemu inabidi nipitie kwanza kabla kwenda nyumbani. Akamwambia kwani hiyo sehemu hatuwezi kupitia? Atakwambia please nakuomba wewe ondoka, wewe niache mimi kwa hivi wewe unaniepuka, mbona siku tunanikwepa sana, unataka kuondoke yote, kwani kuna shida gani? Akamwambia hamna shida yoyote, hiyo nimekwambia kuna sehemu nimetumwa, kwani unataka kunielewa hivi? Kuna kibumbu hapo ambacho nimeongea unashindwa kunielewa? Nimekwambia tangulia tuonana nyumbani, mimi kuna sehemu napitia kwanza, ni muhimu sana niende hiyo sehemu ya bibi ambayo ameniagiza afu nirudi nyumbani. Wewe nenda tangulia tuonana nyumbani. Kumbe bwana mtoto hakika na appointment na ticha wake kwamba anaenda nyumbani kwake kwa ile ticha Mr. Basi bwana Mwamba hajalizishwa na majibu ya binti bwana, kwamba bwana yeye anaenda kwanza alikoagizwa na bibi yake kabla ya kwenda nyumbani. Kwa hiyo yeye atangulie. Mwamba akaona hapana, si mtanie, mimi leo nataka nifuatilie nyuma nijue anaenda wapi. Maana kabla hajamjibu hivyo, baada alipotoka pale alimuona anaingia kwenye ofisi ya Mr. Bernard. Alafu alipotoka hapo kanyosha zake. Kwa mshikaji akaona hapa lazima kuna mchezo hapa. Akamwambia mshikaji wake tumfuatilie tujue anaenda wapi binti bwana. Basi bwana mtoto hakika alipotoka shule pale mwanangu kaunganisha moja kwa moja mpaka kwa Mr. Bernard bwana, nyumbani kwake kabisa bwana. Anafika pale anamsubiri Mr. Bernard nyumbani pale. Ghafla Mr. Bernard anatokea pale. Anamwambia samahani sana bwana, nimekuweka sana nje kumsubiri muda mrefu. Akamwambia mna shida usijali, okay sawa, karibu ndani, ingia ndani. Basi mtoto hakika kazama ndani na Mr. Bernard bwana. Basi bwana kumbe Mwamba yeye alipotoka pale shule bwana kaamua kwenda moja kwa moja mpaka kwa bibi yake bwana, kwenda kumuuliza kwamba vipi, eti ulimtuma chochote yule rafiki yangu ambaye unaishi naye hapa? Bibi yake akamwambia bwana mimi bibi wangu sijamtuma chochote, mimi nimwambia kitoka shule aje nyumbani moja kwa moja. Kwa hiyo mtoto wa kiume akawa amejidhihirisha kwamba kumbe yule binti alikuwa hajatuma chochote na bibi yake, ila ile ilikuwa ni issue pia. Okay sawa, Mwamba kana msubiria mtoto wa kike njiani bwana. Alipomwona tu anafika pale akamuuliza, akamwambia bwana vipi, wewe ndio umeamua kunidanganya kwamba kuna kitu umetuma na bibi, kumbe hujatuma chochote na bibi, si ndio? Kwa hiyo ulikuwa umeenda wapi sasa? Demo akamwambia kwani ina maana wewe umeanza kunifuatilia mimi? Ina haja gani ya kunifuatia? Wewe umeshakuwa mzazi wangu, mpaka kila sehemu unapoenda mimi nikwambie naenda wapi na unatakiwa ujue nimeenda wapi. Hebu achana na mambo, usitaki tena tabia hizi ujije tena, wala usitaki tena kunifuatilia nyuma. Unielewa bwana? Hamna, mimi nakufuatilia kwa sababu nakupenda. Yaani kwa nini unanifanya? Kwa nini uongope? Kwa nini uniongope? Ulikuwa unaenda wapi kwanza? Akamwambia hiyo haikuhusu, achana na mimi. Demo akasika akaondoka zake. Okay, sawa, mtoto akike anarudi nyumbani bwana, anakuta bibi yake katulia zake pale. Bibi yake akamwambia vipi bwana, mbona umechelewa sana? Mimi nilikuwa napata wasiwasi bwana, mjukuu wangu, hii jioni sasa umepitia wapi? Akamwambia bwana Mr. Bernard bwana ndo kasababisha nichelewe bwana, kaniagiza kuna mzigo nipelekee nyumbani kwao. Sema kwao nimefika pale bwana nikamkuta mama yake bwana, mama yake ni kama wewe. Bibi yake kafurahi kama mimi. Nilipofika akasemaje? Akaniambia nilipofika tu mama yake ananiuliza wewe ni mke wa mwanangu? Nikamwambia hapana, mimi ni mwanafunzi tu. Akacheka akasema hai sawa. Basi bwana bibi yake akamuuliza vipi bwana, yule rafiki yako ambaye unasoma naye alikuja hapa kuniulizia kwamba kuna kitu chochote ambacho nimekutuma? Na mimi nikamwambia sijamtuma kitu. Akasema hiyo ndo tatizo bwana, yani yule kila saa anawaza tu mimi mambo mabaya kwangu. Yani unajua kule shule bibi watu wananifikiria mimi vibaya na huyu Mr. Bernard. Wanafikiria vibaya sana kwa sababu mara nyingi wananiona mimi naenda ofisini. Wanafikiria vibaya. Bibi yake anambia kuwa tu makini mjukuu wangu, hawa watu wanakufikiria vibaya achana nao, lakini kuwa makini na umheshimu sana Mr. Bernard kwa sababu Mr. Bernard anakusaidia sana. Kweli kabisa bibi, ila watu sasa wao wananiwazia mimi mabaya na Mr. Bernard. Anambia achana nao bwana, usiwasikilize sana hao watu kwa sababu hawajui nini kinaendelea. Okay sawa, vipi viatu vyako viko wapi? Bibi yake anamwangalia mguuni, anaona mtoto kapandala. Demo akamwambia bwana mimi viatu vyangu nimevipa kwenye begi. Hapa nimevaa hizi open shoes kwa sababu nilienda ile safari kule kwa Mr. Bernard aliponituma. Kwa hiyo nikaona bwana nivae ndala niweke viatu vyangu kwenye begi. Bibi akamwambia okay sawa, ingia ndani uchukue chakula. Ingia ndani hapo angalia chakula chako kipo ndani. Okay sawa bwana. Mwamba akiwa ametulia zake pale mzee, mara mtoto wa kike anatokea pale. Akamwona akamwambia vipi, mbona umekaa hapa na mawazo bwana? Basi bwana mtoto wa kike akamwambia mshikaji, mbona nakuona hauko sawa? Mshikaji akamwambia nitakuwaje sawa na kati kila siku navunja tu moyo wangu unavunja kila siku. Navunjaje moyo wako kila siku? Wewe bwana kila siku naingia kwenye ofisi ya Teacher Bernard. Kwenye ofisi ya Teacher Bernard niende kufanya nini kila siku? Mimi yule ni mwalimu. Sikingine ananituma ananituma labda sehemu ananiagiza mimi niende. Kwa mfano juzi ile hamna cha mfano juzi. Mimi juzi nimekwenda kabisa umekodisha pikipiki umeenda mpaka kwa Teacher Bernard. Umeenda kufanya nini? Teacher Bernard mimi kuna mzigo kanituma nipeleke kwa mama yake. Unapeleka mzigo kwa mama yake. Wewe ni nani yake? Mpaka anakutuma mpaka uende mpaka kwa mama yake upeleke mzigo. Wewe ni nani yake? Mimi yule ni mwalimu wangu. Anambia hapana. Mimi kama mwanaume na mimi kama boyfriend wako, hii kitu mimi kinaniumiza sana moyo wangu kwa sababu mimi nakupenda. Hivi ni makosa kukupenda mpaka unanifanyia hivi? Akamwambia hapana, ila wewe tu unakuwa na hisia mbaya na mimi. Mbona mimi sipo huko nakufikiria wala sina ubaya wote ambao unafanya na Teacher Bernard. Akamwambia okay sawa, haina shida. Unasema hauna ubaya unaofanya, lakini hii ni haki kweli? Wewe kwa nini unatuma kila siku? Kwa nini kila siku wewe tu? Mshikaji anamuuliza girlfriend wake kwa sababu kashaona kabisa kwamba hii ni red flag. Hamna kitu kizuri ambacho kinaendelea kati ya hawa watu wawili. Basi bwana mtoto akika akamwomba mshikaji msamaha nini bwana, nisamee kwa kila kitu ambacho nimekufanyia ambacho kimekuvunja moyo wako, lakini kumbuka kwamba mimi moyo wangu wote unadunda kwako. Mimi nakupenda wewe bwana. Mimi si Teacher Bernard unanizungumzia mimi, hata yuko kwenye moyo wangu kabisa. Mimi nakupenda wewe bwana.
Ya sawa bwana, lakini unafanyia sio vizuri. Basi mshikaji pale akakubali bwana, akamsamehe, wakakumbatiana pale, mambo yakaisha bwana. Okay, sawa. Teacher Bernard bwana yupo darasani bwana, anafundisha zake. Mwanangu anapiga kipindi pale, amemaliza kupiga kipindi akatoa taarifa kwamba yule binti amuone ofisini. Yaani kama yule binti kwamba baada ya kipindi kile kuisha amuone ofisini. Binti baada ya kupata ile taarifa akanyanyuka, mzee akanamfuata teacher. Wakati anamfuata mwanangu, boyfriend wake naye kaamka akasema sikubali, naye akamfuata nyuma nyuma. Na ile girlfriend wake alipofika pale akamwambia, sikia, unaenda wapi? Akamwambia, kwani simesikia teacher taarifa aliyotoa pale. Akasemaje? Akasema umuone ofisini. Sasa unasemaje? Mimi sitaki kwenda kumuona yule mzee. Akamwambia, yule ni mwalimu, sio mzee tu kama unavyosema. Yule ni mwalimu na naheshimu hilo. Kwa hiyo usijali, mimi nina mawazo yangu, mimi nina akili zangu timamu. Kwa hiyo kuwa na amani. Niwe na amani vipi? Kwani naenda kumuona yule mzee? Nenda kuongea nini kwa ofisini watu wawili? Na katika shamba za kufundisha hapa tayari. Akamwambia hata mimi sijui anachoenda kuniambia. Ndio maana akasikia katoa taarifa kwa mimi niende. Na mimi naenda kusikiliza anaenda kusemaje. Mshikaji akamaini noma kwa demu wake. Anaitwa tena kule ofisini, anaenda tena ofisini kuonana na yule mwalimu. Okay, sawa bwana. Mtoto wa kike bwana akitika wito bwana, kaenda mpaka ofisini kwa mwalimu bwana. Alifika ofisini kwa mwalimu akamwambia, ndio mwalimu, mimi nimefika hapa, nimekuja. Umeniambia nirudi ofisini. Akamwambia ndio, nimekuita hapa nikupongeze bwana. Asante sana kwa ile juzi ulipokuja nyumbani. Nilienjoy sana. Akamwambia unasemaje? Hebu stop. Acha kusema maneno yako unayoongea. Hivi unajua ni kiasi gani mimi naumia? Unajua ni kiasi gani mimi najisikia vibaya namna unavyonifanyia? Hivi ingekuwa ni dada yako na unapitia katika hali hii, yeye pia ungeza kumfanyia kinachonifanyia? Mimi nifanyie fair. Na kwanza sasa hivi nishakwambia tarimia mambo siyataki kabisa. Mimi mambo siyataki kabisa tena sasa hivi. Akamtisha kama unasemaje? Huo ndio ujinga wako ambao unao. Hicho kivana chako ndio kinakudanganya, sio? Kabla hapana, sio mvulana wangu ananidanganya na mimi nimeamua katika maamuzi yangu kwamba mimi sitaki tena jambo kuendelea nao. Kwa sababu mimi naumia sana na hiki ninachokifanyia. Au nafikiri mimi na enjoy? Mimi si enjoy chochote zaidi ya kuumia, zaidi ya kufikiria namna unavyonifanyia mimi. Kama ingekuwa ni ndugu yako, dada yako, na maana ungemfanyia kitu kama kinachonifanyia. Hii si sawa kabisa mwalimu. Hii si sawa kabisa. Basi bwana Mr. Bernard bwana akaamka kwa hasira akamwambia mtoto wa kike, unadiriki kunipiga mimi kibao? Yaani unadirikije mimi kunyanyua mkono wako na kunipiga mimi mwalimu wako? Mbali na mwalimu wako mimi pia nakusaidia kila kitu hapa shuleni. Leo unadiriki kunipiga. Sasa sikiliza, nitahakikisha hizo ndoto zako za udaktari zitaishia hapa hapa, ufiki popote. Ndio najiambia sawa, lolote utakaloamua kufanya fanya, lakini mimi nimeshakwambia tayari. Masuala haya mimi ya kunyanyasa mimi kingono siyataki tena, na hiyo ada yako acha tena kulipa. Mimi siko tayari kuendelea kudhalilika na mtu mzima ambaye huna aibu kama wewe. Mtoto wa kike huyo akasema zake bwana. Mwili anatoka nje pale, anakutana na boyfriend wake, kumbe alikuwa anasikiliza kile vitu vyote alivyokuwa anamwambia yule mwalimu pale ndani. Boyfriend wake akamfuata akamwambia, sikiliza, pole sana kwa kila kitu, na mimi nimesikia kila kitu ambacho umemwambia yule jamaa pale ndani. Kwa sasa kuanzia sasa naanza kukuamini kwamba hili jambo kumbe kwetu najutia na huwezi kulifanya. Nikwambie tu, utatafuta jamaa kabla hajamaliza kuongea mwanangu, mwalimu anatokea pale pale. Anaona kumbe hawa watu walikuwa wamejipanga kuja mimi kuniambia haya mambo. Okay, sawa. Mwalimu kaangalia mshikaji, nao wamemwangalia, wamemkazia macho. Basi bwana, demo akaambiwa na mshikaji, hapo utakuwa umepoteza huo usaada wake, lakini utu wako utakuwa umerejea. Simamia msimamo wako. Mimi ndo mwanaume ambaye nakupenda. Achana na mtu ambaye anataka kuharibia maisha yako. Sawa mpenzi wangu, ameitikia pale sawa nini? Afu akaendelea na mambo yao mwanangu. Mwalimu huyo akapita zake akaendelea na maisha yake. Okay, sawa. Mshikaji akiwa ametulia zake na girlfriend wake pale, mzee anapiga story zao mbili tatu pale, ghafla anakuja mwanafunzi mwenzao anamwambia, bwana unaitwa na mwalimu Bernard. Mshikaji akashangaa, naitwa tena mwalimu Bernard? Mimi siendi bwana. Mshikaji akamwambia, tulia wewe. Nenda. Mimi siwezi kwenda kuonana na yule mzee. Akamwambia, yule sio mzee. Yule sio mzee wala sio rafiki yako. Ila yule ni mwalimu wako. Kwa hiyo nenda kamsikiza anasemaje. Mimi kama sio nisingeenda bwana mzee. Sitaki hata kumuona kwenye machongo. Akamwambia, wewe nenda. Tukajiambia wewe nenda kamsikize mwalimu anasemaje. Basi bwana mshikaji akajivuta mpaka ofisini. Basi bwana mwamba alipofika ofisini pale akamwambia mwalimu wake, mwalimu nimesikia unaniita, nimefika. Akamwambia okay, sawa, vizuri sana kama umekuja. Hivi nikuulize, wewe unajiamini nini sana mtoto kubishana mimi kwa ajili ya mwanamke? Akamwambia mimi sio nabishana wewe. Mimi ninachojaribu ni kumwokoa huyu msichana, huyu msichana ambaye hana hatia. Kwa hicho kitu ambacho unachomfanyia, kwamba sio fair. Wewe ni nani wake? Mwalimu mzee kamlamba kibao mshikaji. Akamwambia sasa sikiza nikwambie. Hiki unachoendelea nacho hiki, mimi nitaona mwisho wake. Kwa sababu wewe unajifanya mjanja sana. Mshikaji akamwambia sikiza nikwambie kitu mwalimu. Na wewe usipoacha hii tabia ambayo unaendelea nayo kwa mtoto wa kike, mimi nitakuripoti kwa uongozi wa shule kwamba unamnyanyasa huyu mtoto kingono. Jambo ambalo sio sawa unachokifanya. Sasa mimi nitaacha kukufuatilia. Lakini kama hutabadilisha njia yako unayoendelea nayo sasa hivi, mimi nitakuexpose kwenye uongozi wa shule. Maana hiki unachokifanya sio sawa. Unamnyanyasa kingono msichana ambaye hana hatia yoyote kwa sababu tu unamsaidia na vijana vyako unamsaidia navyo. Hii si sawa. Sasa akamwambia sawa, tutaona. Toka na ofisini kwangu. Alafu mimi na wewe tutaona sasa nani mjanja. Okay, sawa bwana. Mtoto wa kike bwana, yule bibi yake bwana akashikwa na homa kali sana. Homa kali sana bwana, akawa anaumwa sana, lakini wakawa hajapata dawa yoyote bwana. Mtoto wa kike kanahangaika sasa kuangalia bibi mwenyewe hana hata hela, alafu anaumwa sana homa kali. Basi mtoto wa kike kaanza kuzunguka, kaanza kuhangaika bwana, kaenda kwa duka la dawa bwana. Kaenda kwa duka la dawa akamuomba nani yule nesi bwana, naomba nisaidie bwana, bibi yangu anaumwa sana. Hebu nikopeshe lakini hela nitaleta. Nesi akamwambia mimi siwezi kukopesha, enda kopesha wewe mwanafunzi leo unapata wapi? Utaleta wapi? Bibi ataleta akipona. Hamna, bibi yako anakopa sana alafu ulipa.
hiyo mimi siwezi kukopesha chochote, wewe nenda kukatafuta msaada sehemu nyingine. Bwana Nesi, nisaidie bwana, bibi anaumwa bwana, toka hapa, nishakwambia ondoka, mimi siwezi kukusaidia bwana. Basi mtoto wake inabidi aondoke zake kuendelea kurudi kwa bibi yake. Amefika kwa bibi yake bwana, anamaliza bibi yake bwana, bibi nimeenda kule dukani lakini nimekosa dawa bwana. Yule Nesi uliniagiza kakataa kunipa dawa. Bibi yake anambia sasa, sikia cha kufanya hapa, nenda kwa Mr. Bernard, nenda kwa mwalimu wako Bernard anisaidie kunipa hela dawa, uje ninunulie dawa wangu, mimi naumwa. Yule mtoto wake kashangaa, sasa hapa nenda tena kwa Dr. Bernard inakuwaje, na kati mimi nishamjibu shomo tayari mara mwisho wakati nimekutana naye. Basi mtoto akaniongea ikamtuma akimbia atoke ende kwa Dr. Bernard kama alivyoelekezwa na bibi yake. Okay, basi bwana, mtoto wake bwana akatoka mbio kaenda mpaka kwa mwalimu Bernard bwana. Afika kwa mwalimu Bernard bwana, akagonga gate. Mwalimu Bernard bwana akatoka pale, alipotoka anamwambia una shida gani? Akamwambia samahani mwalimu bwana, samahani sana mwalimu, naomba sana unisamehe kwanza kwa kutokuvunjia heshima juzi bwana. Bibi yangu ni mgonjwa sana, naomba, anahitaji msaada wako bwana. Bibi yako anaumwa nini? Anaumwa malaria na typhoid bwana, na mimi sina hela yote ya kumsaidia bibi yangu kumnunulia dawa, na hali yake ni mbaya sana, kwa hiyo naomba nisaidie. Naye mwenyewe kaniambia nije nikuombe utusaidie. Akasema unaona, mimi nilikwambia kwamba lazima utanihitaji mimi, lakini unamwendekeza yule mjinga ambaye ni mtu ambaye hana kazi. Kwanza ni jobless mmoja tu pale, mwanafunzi mwenzako unamwendekeza yule wakati hawezi kukusaidia chochote kile kwenye financial. Mimi ndo peke yangu naweza kusaidia hiyo jambo, lakini unamwendekeza, unamwona ndo mjanja sana kuliko mimi, si ndio? Hapana mwalimu, naomba tu nisamee, ndo maana nimekuwa radhi kwa hicho kitu chochote ambacho kimetokea mwalimu, naomba nisamee sana mwalimu, wewe na umuhimu wako mwalimu. Akamwambia okay sawa, nitakusaidia. Asante mwalimu, asante, nitakusaidia, lakini kwa condition moja, tuanze ndani tukaendelee tukafanya ile jambo tunafanyaga kila siku. Sasa mimi mwalimu, mimi ile siwezi kulifanya tena kwa kweli leo, naomba tu unisamee mwalimu, siwezi kulifanya. Akamwambia sasa sikiliza, kama huwezi kulifanya ondoka zako. Ticha mwanangu akafunga geti, akamwambia toka, ondoke zako, toka kwangu kama unataka kufanya hilo jambo. Basi mwalimu, nitafanya. Basi tukachukua ikabidi akubali bwana, kubaliana na yule mwalimu kwenda kufanya hilo jambo tena ili asaidiwe, kwa sababu hali ya bibi yake ni mbaya sana, na ikiwezekana afanye haraka ili aende kumwahi akampatie dawa bibi yake. Basi bwana, kumbe mwamba alimfuatilia girlfriend wake mpaka pale kwa mwalimu bwana. Wakati anaenda, kumbe alimfuata nyuma mwanangu mpaka nje pale. Sasa mzee girlfriend wake yule kashamaliza mambo yake na ticha yake tayari, washamaliza pale, ndo anatoka na sindikizwa pale nje mwanangu. Mwalimu anatoka nje, macho kwa macho anakutana na mshikaji anamwangalia mwalimu, yuko na girlfriend wake. Basi bwana, mwalimu kafunga geti kaingia zake ndani. Girlfriend wake akaenda pale, mshikaji anamuuliza kwa ndo umekuja tena? Yaani umekuja tena kwa ulimdanganya kwamba haya mambo umeacha? Yule binti hajamjibu chochote kwa sababu mshikaji hajui kilichompeleka pale kitu gani. Basi mshikaji yule demo hajamjibu chochote, basi kaondoka zake tu mwenyewe, hajamjibu chochote boyfriend wake, kwa sababu anajua kabisa hana cha kumjibu, kwa sababu alishamwahidi kwamba huyu jamaa kashaachana naye, mchezo kashauacha kabisa, haendelei chochote na huyu jamaa. Sasa mshikaji, kwa nini, mbona amemwona pale live tena, akamfumania tena live akiwa na basi bwana, mshikaji akamuuliza mtoto wa kike, wewe vipi, imekuaje tena na umeniambiaje, mbona maneno yako yafanyii kazi? Akamwambia wewe bwana, niache mimi, wewe unajua mimi nachopitia, mimi napitia wakati mgumu sana kwa sasa hivi. Wewe unapitia wakati mgumu ndio jidhalilishe kiasi hiki kweli? Akamwambia bwana, niache mimi. Mtoto kike kaondoka zake kwa sila pale, kama mshikaji akiwa amesimama pale. Akamwambia wewe kazi yako unifuatisha nyuma tu, unajua mimi ninachopitia. Msichana akaondoka zake, akamwacha mshikaji akiwa amesimama pale. Mshikaji akiwa anaumia sana kwenye moyo wake hiki kinachoendelea hapa sasa, kwa sababu mwanamke anampenda sana huyu jamaa. Basi bwana, mtoto wa kike amerudi zake nyumbani pale bwana, kutoka kwa Mr. Bernard, anamkuta bibi yake bado akiwa katika hali mbaya sana, lakini awamu hii amerudi akiwa na usaidizi, maana kashapata tayari hela kwa Mr. Bernard kule. Sasa akaenda kununulia ndani bibi yake dawa ili aendelee kumsaidia ile hali anayopitia bwana. Lakini ndio hivyo tena, Mr. Bernard anatumia ile advantage ya kumsaidia mtoto wa kike na kumfanyia mambo machafu kabisa ambayo hayaelezeki. Yani Mr. Bernard ni mtu mmoja mnyama sana, ni kwamba hawezi kukupa kitu au msaada wowote bila kufanya kitu naye, especially kwa watoto wa kike. Anapitia magumu sana mtoto wa kike ili tu amuokoe bibi yake, na yeye pia awe na hali nzuri pale shuleni, kwa sababu Mr. Bernard ndo anamlipia ada na kila kitu pale shuleni. Okay, sawa bwana. Baada ya mwapa kufahamu kwa Mr. Bernard, yani yule mwalimu wake bwana, yule mwanafunzi aliamua kuandaa mpango maalum wa kumuumiza sasa mwalimu wake au kumuua kabisa. Yani huu wote ni wivu kwa mapenzi. Mshikaji aliandaa misheni yake bwana, akamvizia mwalimu wake hana hili wala lile mwanangu. Wakati anatoka zake kwenda kwenye majukumu yake shuleni kule, anatoka tu getini mwanangu, mshikaji yupo kamvizia pale, kampiga na lungu la kichwa mwanangu. Mwalimu akaenda chini. Ile mwalimu anaenda chini bwana, mshikaji naye nyuma, kumbe alikuwa hajaona kwamba kuna bajaji inakuja bwana. Wakati bajaji inakuja mwana jamaa naye akagongwa na bajaji mwanangu. Mshikaji mwanangu bwana alipoteza maisha hapo bwana. Sasa na Mr. Bernard naye akawa na katika hali ngumu sana, ambayo ile gongo ambalo limempiga kichwani ile ilimpelekea katika afya yake ikawa sio nzuri bwana. Taarifa zinafika shuleni pale, zinamfikia girlfriend wake na wanafunzi wengine bwana pale, kwamba bwana, rafiki yenu mwanafunzi mwenzenu bwana amepata ajali huko bwana, ameumia sana bwana. Kwa hiyo basi kilichotokea pale, girlfriend wake na rafiki yake yule wakatoka mbio kwenda kwa mshikaji kule nyumbani kwa yule mwalimu Bernard pale nje bwana. Nafika pale namkuta mshikaji kweli bwana ameshafariki tayari bwana. Ile ajali aliyopata jamaa ilikuwa mbaya sana, na mtu wa bajaji kasepa zake mwanangu. Amekuta pale jamaa kalala kashafariki tayari muda tu mwanangu. Basi wakaanza kusikitika pale yule mshikaji na yule girlfriend wa jamaa hapa. Okay, sawa. Baada ya siku kadhaa mbele bwana, walikuja wadhamini pale shule bwana, wale watu wa kutoa scholarship bwana. Kuna wanafunzi ambao walifanya vizuri pale, wakawa wanatajwa majina kwamba wao wamepata udhamini wa kwenda kusoma nje moja kwa moja bwana. Na kuna shirika la Kimarekani ambalo linaenda kuwadhamini watu wao. Lakini miongoni mwa wale watu ambao wametajwa majina bwana, walikuwa kama 5 hivi, lakini miongoni mwa watu bwana, na yule marehemu naye alikuwepo, ni jamaa ambaye ameshafariki tayari. Basi bwana, ndoto zake zikawa zimekatika namna hiyo. Kwa girlfriend wake naye alikuwa ni mmoja wapo watu ambao wamepata udhamini kwenda kusoma nje. Lakini mshikaji yeye ndoto zake zimekatwa na mapenzi bwana. Mapenzi ni hatari sana, hasa ukiendekeza sehemu ambayo haistahili kufanya hivyo. Kama mfano yeye alienda shule kusoma, ilibidi aconcentrate na kusoma, lakini mambo aliyowahi kuingia yamemkatishia ndoto zake bwana.
Basi bwana, ile shirika halijaishia tu kuwadhamini watoto kimasomo, lakini pia waliangalia mpaka mazingira ya nyumbani kwao na namna ya kuwaboreshia makazi. Basi bwana, bibi amekaa pale anashangaa, wale mdhamini anakuja pale anamwambia, bwana, mimi nimekuja kwa niaba ya shirika na nimekuja hapa kuangalia mtoto ambaye tumemdhamini kwenye ile shirika letu la Kimarekani ambalo litamfanyia scholarship ya mtoto masomo, lakini pia tunaangalia pia na nyumba anayoishi itatengenezwa vizuri, lakini pia kila baada ya mwezi kuna pesa ambayo itapatikana hapa kwa ajili ya wewe bibi kujikimu. Kwa hiyo hapa kuna kiasi kidogo nimekuletea. Basi bibi akafurahi sana bwana, yani akacheza pale kwa furaha sana baada ya kupokea kile kiasi cha pesa, maana ilikuwa ni pesa nyingi sana ambazo zingekuendeshia maisha yake mwenyewe binafsi, kwa sababu kwa kipindi hicho ilikuwa sio kawaida kupata. Amepambana sana, lakini ilikuwa anaishia kupata hela ya kula, lakini baada ya kupata kile kiasi kinamsogeza kwa maisha, ndio maana nimefurahi sana. Okay, sawa. Mtoto kike bwana alitoka pale moja kwa moja mpaka makaburini bwana, akaenda kumwombea mshikaji wake dua, yule boyfriend wake dua bwana, kwenye kaburi lake ili aendelee kupumzika kwa amani, lakini pia akaendelea kuomba msamaha kwamba anajua kile kifo kilichotokea cha jamaa yeye alisababisha kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu jamaa yeye alikuwa anapambania penzi lao, lakini mtoto wa kike anajua kabisa kwamba mimi pengine tamaa zangu zimenifanya mimi nifikie hapa, zimefanya mimi wewe ufariki kwa ajili ya mapenzi yangu kwako. Kwa hiyo naomba nisamehe sana na kuombea dua, endelee kupumzika huko uliko, ujue kwamba mimi bado nakupenda sana na bado naishi ndoto zetu. Mimi hapa naenda kupambania ndoto zangu. Kwa hiyo naomba nisamehe sana mpenzi wangu kwa kile kilichotokea. Akawa anamuombea pale mshikaji wake dua. Nishika hiyo hapo. Story yetu hii inaishia hapa bwana. Lakini huu ni mwanzo tu wa story nzuri nyingine ambazo zitakujia kutoka hapa. Kikubwa tu usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ili tuendelee kuwa pamoja. Msimuliaji wako ni Sabari na hii ni Movies Flash TV. Asante kwa kuwa nasi.